11 mwezi Januari mwaka wa 2026. Mtazamaji, fahari iliyoje kuungana nawe siku hii ya kwanza ya mwaka mpya wa 2026. Hapa studioni tuko ngangari kabisa tayari kukuletea taarifa kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Pale kwenye mitandao tuko live kwenye mtandao wa Facebook TV47 Kenya, kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya. Zungumza nasi, tueleze unafuatilia taarifa hizi kutoka maeneo gani, na pia nieleze labda mipangilio yako ni ya aina gani mwaka huu, matarajio yako ni yapi mwaka huu wa 2026. Najua kuna baadhi ambao wanapanga kuingia kwenye ndoa, kuna baadhi ambao wanapanga kupata watoto, kuna baadhi ambao wanapanga kukata kilo kidogo, na kuna baadhi ambao wanapanga hata kuongeza fedha zaidi. Basi ni baadhi tu ya matarajio ambayo wanatarajia kupata kutoka kwako, lakini kwa sasa mtazamaji, tupate vidokezo. Serikali itabuni kikosi ndani ya DCI kukabili matumizi ya mihadarati. Zaidi ya Wakenya milioni 4.7 wanaripotiwa kutumia mihadarati. Mgomo wa wahudumu wa afya waathiri huduma za afya hospitalini Mbagathi katika mkesha wa mwaka mpya. Msafara wa Nabii David Owuor watatiza shughuli za uchukuzi kwenye barabara ya Nairobi na Nakuru. Na kiongozi wa ODM Oburu Odinga asema yeye ndiye mgombea wa urais wa ODM mwaka 2027, akiwashauri wanaompinga kujaribu bahati kwengine. Kwa namna hiyo mtazamaji, ninakusabahi na kukukaribisha kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47. Asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Iroda Nyamai. Karibu. Rais William Ruto ametangaza vita kali dhidi ya dawa za kulevya. Rais Ruto akikariri kuwa mihadarati ni kikwazo kikuu dhidi ya maendeleo na usalama nchini. Rais ametangaza kuanzishwa kwa kitengo kilichoimarishwa cha kukabili dawa za ndani ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kitakachoongoza operesheni hiyo kuanzia mwaka huu wa 2026. Aidha, viongozi wa kidini wamepongeza hatua hiyo, huku wakionya kuwa wanasiasa lazima waache kuchocheana kuchangia katika matumizi ya mihadarati. Rais William Ruto ametangaza vita vikali dhidi ya matumizi ya pombe na dawa za kulevya, akisema kuwa janga hilo sasa ni tishio kubwa kwa afya ya Wakenya, usalama wa taifa na mustakabali wa uchumi. Allow me to address a silent but deadly crisis confronting our nation today: alcohol and drug abuse. Rais amesema zaidi ya Wakenya milioni 4.7 wenye umri wa kati ya miaka 15 na 65 kwa sasa wanatumia angalau aina moja ya dawa au kemikali ya kulevya, huku pombe ikiongoza kwa watumiaji zaidi ya milioni 3.2. 1 in every 3 Kenyan men in this age group uses drugs or abuses alcohol. Among young adults aged between 25 and 35, our most productive population, 1 in every 5 is affected. Aidha, Ruto amesema hali hii ni ya dharura ya kitaifa na kudhibitisha kuwa kuanzia mwaka huu 2026 matumizi ya pombe na dawa za kulevya yatashughulikiwa kama changamoto ya maendeleo na usalama wa taifa. Kama sehemu ya mkakati huo, serikali itaunda kitengo cha kupambana na dawa za kulevya kilichoimarishwa ndani ya DCI chenye uwezo wa kiutendaji unaolingana na kitengo cha kupambana na ugaidi. Kenya cannot grow, Kenya cannot compete or remain secure when millions are trapped in addiction. This crisis demands decisive national action. Viongozi wa kidini wamepongeza msimamo wa rais, lakini wakaonya kuwa mapambano hayo lazima yaanze na nidhamu ndani ya tabaka la kisiasa. If we cannot stand, if we cannot join hands, we are going to see our young ones vanquish, and we are going to suffer, all of us. It is my prayer, and I call upon our president just to lead us to
fight this evil. Akizungumza katika kanisa la Zoo Worship Center Kinoo, mchungaji David Nduine alisema baadhi ya wanasiasa wanachangia kuenea kwa matumizi ya pombe na dawa za kulevya kwa kuwapa vijana vitu hivyo kwa maslahi ya kisiasa. Na serikali imetoa ahadi kochokocho mwaka wa 2026 na kulenga kuendeleza miradi mbalimbali ambayo itasaidia Kenya kupiga hatua kimaendeleo. Mojawapo ya ahadi hizi ni kubuniwa kwa hazina ya miundo msingi pamoja na kujenga barabara na kupanua reli ya kisasa kuunganisha miji mikuu na kuunganisha Kenya na mataifa ya Afrika Mashariki. Na kaunti zote za Kenya tutatembea pamoja 2026. Kwa sababu Biblia inasema kwa Danieli 11:32, wale wanaomjua Mungu wao watakuwa jasiri. Rais William Ruto alianza hotuba yake ya mwaka mpya kwa kumweka Mwenyezi Mungu mbele amwezeshe kufanikisha maendeleo. Rais akitumia fursa hii kutoa ahadi kochokocho katika mwaka wa 2026, mwaka mmoja ukiwa umebaki kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Rais anasema kwamba serikali yake itakamilisha ujenzi wa uga wa kisasa wa Talanta ambao utatoa nafasi ya kuwezesha michezo ya kimataifa kufanyika katika uga huu. Mbali na hayo, ujenzi wa barabara zenye kilomita 6,000 utaendelea, ikiwemo barabara ya Rironi Mau Summit pamoja na barabara nyingine. Kulingana na rais, tayari mwanakandarasi amepewa jukumu hili. That we already have resources to undertake the feasibility study to extend that road from Mau Summit through Eldoret to Malaba, and from Mau Summit through Kericho to Kisumu to Malaba. Ujenzi wa reli ya kisasa pia utafanikishwa katika miji mikuu. Reli hiyo itaunganisha mataifa ya Afrika Mashariki na kuimarisha biashara. Mradi wa Galana Kulalu wa unyunyiziaji wa mashamba utazinduliwa mwaka 2026. Hii itasaidia kuhakikisha utoshelevu wa chakula nchini. We will also commence the construction of the Naivasha, Narok, Bomet, Nyamira, Kisumu, Malaba standard gauge railway, creating a modern transport and logistics corridor linking Kenya to East and Central Africa region. Serikali pia inatazamiwa kuboresha uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mwaka 2026. Rais Ruto anasema kwamba kubadilisha taifa hauhitaji miujiza, bali kujitolea kwa kiongozi ambaye ana azma na maono ya maendeleo. Lakini swali ni je, rais atawezaje kukamilisha maendeleo haya kabla ya muhula wake kukamilika? The nations that have succeeded were not exceptional by accident. They were deliberate by choice. Mbali na hayo, serikali ya Kenya Kwanza inalenga kuzindua hazina ya miundo msingi maarufu kama National Infrastructure Fund na Sovereign Wealth Fund kupitia ukusanyaji wa rasilimali zilizopo. Kila shilingi itakayowekwa hapa itasaidia kuongeza uwekezaji wa muda mrefu katika sekta za kibinafsi. Mtazamaji, dunia ilipoukaribisha mwaka mpya wa 2026 kwa shangwe na fataki, hali ilikuwa tofauti katika hospitali ya Mbagathi jijini Nairobi, ambako hakuna mtoto hata mmoja aliyezaliwa usiku wa kuamkia mwaka huu kutokana na mgomo unaoendelea wa madaktari. Wadi ya wazazi ilisalia kimya isipokuwa mkunga mmoja tu aliyekuwa zamuni. Mwandishi wetu wa habari Mudhoni Brenda alizuru hospitali ya Mbagathi usiku wa kuvuka mwaka wa 2026 na hii hapa ni taarifa yake. Tulifika katika hospitali ya rufaa ya Mbagathi saa 4:30 usiku tukitarajia kuvuka mwaka wa 2026 pamoja na akina mama ambao walikuwa wameratibiwa kujifungua wakati wa mwaka mpya. Lakini tulipofika katika wadi za uzazi, hali ilikuwa ni kama hii. Kimya kilitawala usiku wa mwaka mpya katika wadi ya uzazi ya hospitali kuu ya Mbagathi. Hakukuwa na shughuli zozote, sauti za kina mama au hata vilio vya watoto wachanga. Tulielezwa na muuguzi mmoja kwamba kwa kawaida nyakati kama hizi nje ya wodi hii ya uzazi, wanawake wajawazito huonekana wakifanya mazoezi ya kurahisisha uchungu wa kujifungua, huku wengine wakisubiri kwa hamu wakati wao kufika. Lakini usiku wa kuvuka mwaka hali ilikuwa tofauti kabisa.
Ndani ya wadi hali ilikuwa ni ile ile. Viti vya wagonjwa vilikuwa vimepangwa kwa mpangilio, lakini hakuna mama aliyeketi akisubiri huduma za uzazi. Mashine za kupimia mioyo za watoto zilisalia tulivu, zikionyesha kutokuwa na shughuli yoyote. Ratiba za madaktari zilikuwa zimepachikwa kwenye kuta za wadi, zikionyesha majina ya madaktari na zamu zao. Hata hivyo, madaktari wenyewe hawakuwepo. Ndani ya wadi tulipata muuguzi huyu mmoja aliyetuambia kuwa alikuwa kwenye zamu ya kuwasaidia akina mama waliokuwa katika wakati wao wa kujifungua. Hata hivyo, akina mama wengine waliokuwa wamebakisha saa kadhaa walishauriwa kutafuta msaada katika hospitali nyingine. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa muungano wa madaktari nchini Peterson Wachira, hali hii ya hospitali ya Mbagathi imechangiwa na mgomo wa daktari unaoendelea katika kaunti ya Nairobi. But Nairobi wote ni doctors, nurses, clinical officers, wote wako mgomo. Madaktari chini ya muungano huu wamegoma baada ya serikali ya kaunti kutoafikia makubaliano yao ya mwaka 2025. Muthoni Brenda, runinga ya TV47, Nairobi. Na ulimwengu unaposherehekea siku ya kwanza kati ya siku 365 za kalenda ya mwaka 2026, Wakenya wa kila rika wamejumuika maeneo na sehemu tofauti kusherehekea mwaka huu kwa kishindo kikuu, kuanzia katika maeneo ya ibada barabarani, mikahawani na maeneo ya burudani. Wakenya wamekesha na kukaribisha mwaka kila mtu kwa mtindo wake. Mwandishi wetu Mwaluse Meshak anatuchorea taswira kamili ya sherehe hizi za mwaka mpya katika maeneo tofauti ya nchi. Kadri akrabu za saa zilivyosonga na kuashiria kutokomea kabisa kwa mwaka wa 2025, kuanzia pwani hadi magharibi ya nchi, Wakenya walianza kuonekana katika maeneo tofauti kusherehekea mwaka 2026. Maeneo ya ibada yalianza kufurika waumini mapema katika mkesha wa mwaka mpya. Baadhi ya wakazi wa kaunti ya Kisii walikongamana katika uwanja wa shule ya Kisii Comprehensive katika ibada maalum na kusherehekea mwaka mpya. Wito wa amani, umoja na uwiano ulitawala ibada hii, huku wakazi wengi wakiwa na matumaini ya mwaka wenye heri. Katika kaunti ya Kajiado, wakazi wamekaribisha mwaka mpya katika kanisa hili, huku injili ikiwa ni moja, amani na umoja. Katika kaunti ya Baringo, wakazi waliamua kusherehekea mwaka mpya kwa kuandaa burudani za kitamaduni, huku wakicheza na kunengua viuno kwa miziki ya kale na maonesho ya utamaduni. Gavana wa Kilifi ameongoza wakazi wa Kilifi kusherehekea mwaka mpya kwa kusakata miziki ya kipwani na wasanii wa ukanda wa pwani. Ni tafrija ambayo imebadilisha eneo hili na kuwapa wakazi wakati mzuri wa kujimwaya mwaya. Kwenye uwanja wa manispaa wa Busia, wakazi wa kaunti hii wamejumuika hapa na kupewa burudani na wanamuziki wa injili Anastasia Mkabwa pamoja na Solomon Mkubwa. Wakazi wa Bungoma nao hawakuachwa nyuma. Baadhi yao wamesherehekea mwaka mpya kanisani na kutoa shukrani zao kwa Mwenyezi Mungu, wakiwa na imani kubwa na mwaka mpya huu. Hapa ni Naivasha, kaunti ya Nakuru. Wakazi wamesherehekea mwaka mpya katika maeneo tofauti. Baadhi ya wakazi hapa wameamua kuanzia mwaka kwenye mkahawa huu na kuandaa tafrija ya aina yake. Msakato na unenguaji wa viuno umeonekana hapa, huku fataki zikirushwa angani. Katikati ya jiji la Nairobi, kuanzia sehemu za ibada, barabarani na maeneo ya burudani, wakazi wa Nairobi wamesherehekea mwaka huu wa 2026 kwa vishindo vya aina yake. Fataki zimehanikiza anga ya jiji kuu la Kenya. Vifijo,
Shangwe na nderemo vilisikika na kuashiria mwaka mpya uliosubiriwa kwa hamu kuu. Hali ya usalama iliimarishwa katikati ya jiji na maeneo mengine kuwapa wakazi wa Nairobi ulinzi wakati wanapopiga sherehe za mwaka mpya. Wakenya wa matabaka mbalimbali wamekongamana kote nchini katika sehemu tofauti kusherehekea mwaka mpya 2026 kwa mtindo wa aina yake, huku wakiwa na matarajio kwamba mwaka huu utakuwa heri na fanaka. Kutoka katikati ya jiji la Nairobi, mimi ni Mwaluse Meshak na kutakia mwaka mpya wenye heri na fanaka. Asante sana Mwaluse Meshak, nasi pia tunakutakia mwaka mpya wenye heri na fanaka. Katika taarifa nyingine mtazamaji, ni kwamba seneta wa Siaya na kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga ametangaza azma yake ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Oburu ameeleza kuwa katiba ya ODM inamweka moja kwa moja kama mgombea wa urais endapo chama kitaamua kusimama peke yake. Akihutubia Wakenya katika ujumbe wa mwaka mpya, Oburu amesema chama cha ODM kitafanya uamuzi kabla ya mwisho wa mwaka huu kuhusu iwapo kitashirikiana na vyama vingine ikiwemo UDA na au kusimama peke yake. Oburu pia amesisitiza kuwa iwapo ODM itasimama peke yake, kiongozi wa chama ndiye mgombea wa urais kwa mujibu wa katiba, huku akiwaonya wanachama wanaotaka tiketi ya urais kutafuta vyama mbadala. Oburu aidha amepuuzilia mbali madai kuwa ODM imekuwa dhaifu, akisema chama kipo imara, pia akibainisha kuwa ushirikiano wa sasa na serikali ya Kenya Kwanza si muungano rasmi bali ni mpangilio wa pamoja. Amewahimiza wanachama kudumisha mshikamano kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. I want to make it absolutely clear that our constitution already has a presidential candidate for our party. And that presidential candidate is clearly stated in the constitution of our party. And it is the party leader. And it is the party leader speaking. I am the presidential candidate for ODM if ODM decides that it goes it alone. So anybody who is preparing himself to go for presidential election in ODM, I think is misplaced. If they want to go for presidential candidacy, they should look for another party. Kwa namna hiyo mtazamaji, sasa tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, salia papo hapo na vile zidi kusema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, YouTube na Facebook. Tueleze mipango yako na matarajio yako ya mwaka huu mpya ni gani. Tunarejea baada ya mapumziko haya mafupi.
Unazidi kutazama taarifa hizi za upeo wa TV47. Karibu mtazamaji, ni zidi kukutaarifu. Hatua ya waziri mwenye mamlaka zaidi Musalia Mudavadi kupendekeza umuhimu wa kufanya kura ya maamuzi ya marekebisho ya katiba pamoja na uchaguzi mkuu inaendelea kuibua hisia mseto, huku Mudavadi akisisitiza huenda Kenya isiandae uchaguzi mkuu mwaka 2027 kutokana na hitilafu za hesabu ya idadi ya watu au kipenda sensa. Baadhi ya wachanganuzi wa masuala ya kisiasa, kando na kuunga mkono pendekezo hilo, wengine wakipigwa jeki na wanasiasa, wanasema ni njama ya serikali kuingiza msukumo wa nyadhifa mpya serikalini. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Apollo Kamau na mengi zaidi. Msukumo wa serikali kurekebisha katiba ya mwaka 2010 kupitia pendekezo la waziri mwenye mamlaka Musalia Mudavadi imeibua hisia mseto baada ya Mudavadi kusema kuwa huenda uchaguzi mkuu usifanyike kutokana na ukosefu wa hesabu ya idadi ya watu na uratibu wa mipaka. Hii ni baada ya Mudavadi kuangazia amri ya mahakama kwamba sensa ya mwaka 2019 ya kaunti 3 za Mandera, Wajir na Garissa irudiwe, akisema mchanganyiko wa sensa 2 ya mwaka 2019 na mwaka 2026 haukubaliki kikatiba. No valid population census data, no valid boundaries review, hence no valid election. That is the law and not my words. We must embrace this referendum as a legal necessity to save our democracy. Wakili Charles Kanyama, ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya kikatiba, anasema tetesi za Mudavadi hazitambuliki kisheria na kwamba uchaguzi utaendelea kama ulivyopangwa. There is no such law either in the Constitution or in the Elections Act. We are meant to use the recent and available data. Yes, so there's nothing stopping them from doing boundary delimitation. Naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa ya urais Dismas Mokua anasema mapendekezo ya Mudavadi yanastahili kuangaziwa kwa upana, akisema iwapo yatatekelezwa yataleta usawa katika ugavi wa rasilimali za serikali. Mudavadi hata hivyo amepingwa na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya na seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi, wanaosema msukumo wa Mudavadi ni njama ya serikali kuongeza nyadhifa serikalini pamoja na muhula wa viongozi. Mudavadi juzi anasema kwamba tukienda kupiga kura tufanye referendum ili tuweke cheo ya prime minister ndani ya katiba. Yeye mwenyewe is occupying an unconstitutional office. Hata kama kwa hiyo ofisi hiyo. And is the last person to lecture us mambo ya katiba. Ama namna gani? Hawa watu wanataka kusongeza miaka term of office from 5 years to 7 years ya MCA, ya mjumbe, ya senator, ya governor, ya president. Kando na mjadala wa sensa, Mudavadi amependekeza Wakenya waamue iwapo wanataka afisi ya waziri mkuu, hazina ya ustawi wa maeneo bunge na usawa wa jinsia uongozini. Apollo Kamau, TV47. Asante sana Apollo Kamau kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, msongamano mkubwa umekuwa ukishuhudiwa katika jiji la Nakuru kwa siku 3 zilizopita tangu kuwasili kwa mchungaji wa kanisa la Toba la Utakatifu, yaani Repentance and Holiness, Dr. David Owuor, aliyeandaa mkutano wa Injili eneo la Menengai 8. Owuor aliyeandamana na madaktari katika uponyaji wake ameitaka serikali kutumia madaktari wake kuhakikisha makanisa yanayodai kufanya uponyaji kwa waumini ili kubaini makanisa yanayojihusisha na ulaghai katika harakati za kupunguza udanganyifu katika madhabahu. Wasafiri wengi walilazimika kusimama pembeni kuupisha msafara wake uliopewa ulinzi mkali na polisi.
Mtazamaji, sasa tudunde viwanjani. Rais wa kamati ya Olimpiki nchini Kenya, Shadrack Maluki, ametoa wito kwa mashirikisho ya michezo tofauti na viongozi kuwekeza katika talanta za mashindano. Maluki amezungumza wakati wa dimba la soka lililofanyika katika kaunti ya Kitui, ambapo kocha mkuu wa timu ya akina dada Harambee Starlets Beldine Odemba na mchezaji wa zamani wa Harambee Stars Abod Omar walihudhuria. As the National Olympic Committee of Kenya, we are going to partner with the organizers of this event. And when we partner with them, because we're going to have an MOU, we are going to develop a more elaborate program where we are going now to encompass all other disciplines, grow them, and ensure that, because they've already set the space, CNN has set the space. So it is us to come in and fit in that space he has created and bring more disciplines in this area and grow them together. Precisely, and I'm also dreaming football of Kenya being there. Not only, I'm looking at these guys here, the two gentlemen here. There is no reason why they will not be in LA. And I'm looking at all other disciplines. As I stated, I took 6 disciplines to Paris. 6 disciplines which participated or represented my country in Paris. But I'm looking now at sending 12, double them to LA. And it is doable and it's achievable because we got a plan for it and we're going to achieve it. Harambee Starlet coach na captain wa Harambee Stars na wale wengine Police FC, Tusker FC, Mathare United, they will spot the talents today. Kwa hivyo nimeshukuru sana wananchi wetu wa Kenya. Na Santos FC ya wadi ya Kikumbulyu imetoa ubingwa wa soka ya wanaume katika awamu ya 4 ya mashindano ya Kibwezi Youth Mentorship Sports Association. Santos walitoa ubingwa huo baada ya kuishinda Makasa FC ya wadi ya Nguu Masumba kupitia mikwaju ya penalti kufuatia sare tasa kwenye kitengo cha akina dada. Kibwezi Divas walitetea taji lao baada ya kuandikisha ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Kanyungu Starlets ya wadi ya Kikumbulyu North. Mashindano haya yakivutia jumla ya timu 290 za soka na timu 143 za mpira wa wavu. Sisi mimi na timu yangu tumetembea hapa ambao ni timu ya ufundi. Kazi yetu tunatafuta platform kama hii. Juu sisi kazi yetu ni kufind, tutafute talanta, si ndio? Lakini sasa tumepatiwa nafasi ya kutafuta na tumefurahi. Kwa namna hiyo, mtazamaji, sasa ninatia kikomo kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47 Alhamisi hii ya leo ya tarehe 1 mwezi Januari mwaka 2026. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara Nyiroda Nyamae. Ninaondoka, lakini nakutakia kila laheri mwaka huu unapopanga mipango yako. Kwaheri kwa sasa.